Tutakwenda kuungana moja kwa moja na Mr. Agwey Collins. Yeye kwa kule Nairobi nchini Kenya, hasa akituambia kuelekea unakwenda kufanyika maandalizi ya kwanza uchaguzi mdogo nafanyika, lakini tufahamu pia kuhusiana hiki chama kipya cha DCP. Je, ndo chama ambacho kimekuja kwa ajili ya kuiondosha UDA au baada ya ODM kuonekana kama imeyuka vile, si ndivyo? Na tunaenda kushuhudia mnyukano namna gani? Unaenda kushuhudia mnyukano namna gani? Kwa hiyo Agwey na tumai moja kwa moja anakuwa na majibu zaidi, kwa sababu yupo Nairobi kule nchini Kenya. Agwey yuko katika line. Mr. Agwey, habari za Nairobi nchini Kenya? Salama sana kaka, labda upande wa Dar es Salaam. Upande wa Dar es Salaam ni salama kabisa. Mchaka unakwendaje huko? Kenya tuko salama, tunashukuru. Kwa sasa kuna mambo kadha ambayo yanaendelea kama kongamano la viongozi tofauti. Ndiyo. Lakini tunashukuru kwa hali nzuri ya anga na pia usalama. Ni kweli. Agwey, katika ulingo wa kisiasa tumeshuhudia kuna chama kipya hichi cha DCP. Lakini tunafahamu kuna UDA. Tunafahamu na vyama vingine ambavyo vilikuwa vina nguvu sana kubwa, ikiwemo ODM na vyama vingine. Pengine hiki DCP ndo kimekuja kuondoa ule utawala kwa vyama vya upinzani kuchukua nafasi ya ODM, ama DCP mpaka sasa pengine kuna ishara yote inaonyesha kama kitakuja kwa chama chenye nguvu kweli? Kwa sasa ikumbukwe kwamba baada ya aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua kuondolewa mamlakani, aliweza kwenda upande wa upinzani na kutengeneza chama chake ambacho kinaitwa DCP. Kwa sasa chama ambacho unazungumzia cha DCP kinaongozwa na aliyekuwa kiongozi au aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua. Kwa upande wa pili, UDA ni chama ambacho kiko katika utawala ambacho kinaongozwa na Bwana William Ruto. Ukizingatia kwa kina siasa za Kenya, baada ya aliyekuwa waziri mkuu na pia kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga kuondoka, basi Rigathi Gachagua alipata mwanya au alipata ule uwezo wa kuwa na nguvu, kwa sababu hakukuwa na kiongozi mwingine wa upinzani anayekuwa na nguvu kama alivyokuwa Bwana Raila Odinga. Na kwa sasa kile ambacho tunaona katika upande wa Kenya ni kwamba chama cha DCP kimeendelea kupata ule umaarufu na pia nguvu kwa sababu ya wale ambao hawakubaliani na utawala wa Bwana Ruto wanaona chama kile kama chama ambacho kitakuwa chombo thabiti ya kuhakikisha kwamba Bwana Ruto ameweza kuondolewa mamlakani. La pili ambalo linafaa lizingatiwe ni kwamba siasa za Kenya ni siasa ambazo zinaegemea pande tofauti ikiwemo ule ukabila na ukiangalia taifa la Kenya, basi lile kabila la Kikuyu au wale ambao wanatoka katika upande wa Mlima Kenya wana wingi wa watu, ikizingatiwa wakati wa kupiga kura kwamba wanawapiga kura wengi ukilinganisha na upande wowote ule wa taifa la Kenya. Na ikiwa kwamba chama cha DCP itaweza kupata muungo wa wale wanasiasa na pia wananchi kutoka upande wa Mlima Kenya, basi kwa njia moja au nyingine itaweza kutatiza sana kampeni za Bwana Ruto, kwa sababu Bwana Ruto kuingia mamlakani aliweza kutegemea sana kura za kutoka upande wa Mlima Kenya. Naam. Kwa maana hiyo Agwey, unavyozungumza kwamba kuna namna ya masuala ya kikabila kama hivyo, kwa maana sera pengine mikakati mbalimbali haina nguvu, hasa tofauti na masuala ya kabila. Kwa mfano ukienda Mlima Kenya, mfano Ruto kama hivyo akaenda na akatoa sera ambazo zinamlenga moja kwa moja mwananchi, tofauti na pengine Gachagua atakapokwenda, sera hazina nafasi zaidi tofauti na ukabila. Siasa za Kenya au siasa za Afrika ni tofauti sana na siasa za Ulaya na Marekani. Kwa sasa, ingawa kwamba sera zina nguvu sana, lakini pia ikumbuka kwamba ijapokuwa sera zina nguvu, pia ukabila na vyanzo tofauti pia zinachochea kwa kiwango fulani ni yupi hatua atakuwa kiongozi wa taifa. Izingatiwe kwamba hata wakati ambapo Bwana Ruto alitaka kuingia mamlakani, aliweza kuegemea
ukabila au zile tutasema zile nyanja tofauti kabla hajazingatia sera zake. Bwana Ruto ni kiongozi ambaye anatoka katika bonde la Ufa na aliweza kueleza kwamba yeye ni kiongozi wa bonde la Ufa, na Bwana Gachagua anatoka upande wa Mlima Kenya na akaieleza nchi kwamba yeye ni kiongozi wa Mlima Kenya. Sasa ilifaa kile ambacho walifanya ni kwamba waliweza kutafuta kura kutoka katika ngome zao upande wa Mlima Kenya na upande wa bonde la Ufa kabla hawajaweza kupigiwa kura kuingia mamlakani. Hilo ni la kwanza. Na la pili linalofaa kuzingatiwa ni kwamba ikiwa kiongozi yeyote katika taifa la Kenya ataondolewa mamlakani kupitia bunge, kwa Kiingereza tunaita impeachment, kama kile kilichomfanyikia Bwana Gachagua, kwa sasa hana uwezo wa kuwania kiti chochote katika taifa la Kenya. Na ni kwa sababu ya hayo ndiyo sababu Bwana Gachagua hadi kwa sasa yupo mahakamani kuhakikisha kwamba ikiwa kutakuwa na uwezo mahakama itaweza kupindua ile maamuzi ya bunge la taifa na bunge la seneti, basi atapata uwezo wa kuendelea na ile nia yake ya kuwania wadhifa wa urais. Lakini kwa sasa ikiwa kwamba mahakama haitaweza kutupilia mbali ule uamuzi wa bunge, basi Bwana Gachagua hatakuwa na uwezo wa kuwania ubunge wa taifa, urais wa taifa la Kenya. Naam. Hivi karibuni alizungumza hata kama nisipokuwa mimi, lakini kuna baadhi ya watu ambao kama amewataja wakongwe pia katika siasa huko nchini Kenya. Kwa namna hiyo, endapo ikatokea hivyo, je, Gachagua anaweza kuungana na pengine na vyama vingine vyenye wanasiasa wenye nguvu kwa ajili ya kumsimamisha, kwa sababu lengo lake anadai kwamba yeye ambacho hakitaki ni Ruto kurudi Ikulu? Naam. Kwa sasa upande wa upinzani kile ambacho wanaitaka au kile ambacho wanaeleza kwa kina ni kwamba hawataki Bwana Ruto aweze kurudi mamlakani. Kwa siasa za Kenya kuna mambo tofauti. Kuna wale ambao wanasema one term na kuna wale ambao wanasema two term. One term kwa Kiswahili ina maana kwamba Bwana Ruto atakuwa kiongozi ambaye ataongoza kwa muda mfupi au term moja pekee. Na wale wa two term ni upande wa Bwana Rais Ruto, anasema kwamba yeye ni kiongozi thabiti na anafaa kuongoza kwa mihula 2 tofauti. Lakini ukiangalia upande wa upinzani, Bwana Gachagua anaelewa bayana kwamba ikiwa kesi yake itaweza kutupiliwa mbali, basi hata kuwa na uwezo wa kuwania kiti cha urais, na hicho kitamlazimisha kuweza kuunga viongozi wengine tofauti kutoka upande wa upinzani, kwa sababu nia yake kuu ni kuhakikisha kwamba Bwana Ruto ameweza kuondoka mamlakani. La pili, kile ambacho Bwana Gachagua analipigania kwa kina ni kwamba anataka kwa njia moja au nyingine aweze kupata viongozi au wabunge wengi na maseneta wengi katika taifa la Kenya. Ikiwa hata wewe ni rais wa taifa na hauna uungwaji mkono wa bunge la taifa au bunge la seneti, itakuwa vigumu sana kupitisha sera zako na pia kuongoza taifa. Na ikiwa ataweza kupata wabunge wengi na maseneta wengi, itakuwa na maana kwamba yule ambaye ataingia katika kiti cha urais atalazimishwa kufanya muungano naye, au pia watakuwa na uwezo wa kumtimua mamlakani ikiwa watapata zile nambari ambazo zinahitajika kumuondoa kiongozi mamlakani. Naam. Agweo, kwa Wakenya kumrudisha Rais Ruto itatokana na mafanikio yapi ambayo mpaka sasa hivi Ruto ameweza kufanikiwa, lakini pia upande wa upinzani kwa mambo gani ambayo wanaweza wakayapigania kwa Wakenya ili mradi waweze kuaminiwa kuwekwa mamlakani? Kwa sasa Bwana Ruto kurudi mamlakani katika taifa la Kenya litazingatia mambo tofauti. La kwanza ni ikiwa ataweza kutekeleza ahadi ambazo aliweza kuwapatia Wakenya. La pili ni ikiwa atakuwa na ule uwezo wa kuonyesha Wakenya ni yeye anafaa kuwa kiongozi bali si mwingine. Na la tatu ambalo ni muhimu zaidi, itategemea ni yupi haswa ambaye atachaguliwa kuwania kiti cha urais upande wa upinzani, kwa sababu siasa za Kenya
wakati mwingi watu wengi hupiga kura kwa sababu hawampigii yule ambaye wanataka waingie mamlakani, ila wanapiga kura ili kuhakikisha kuna kiongozi fulani hawataki afike upande fulani au asiweze kupata mamlaka. Na ikiwa basi mahakama itaweza kumruhusu Bwana Gachagua kuwania urais au kesi yake ikiweza kusikizwa na kusema kwamba aliweza kutolewa mamlakani kinyume cha sheria, kwa njia moja au nyingine, kuna wale ambao wanasema ikiwa Bwana Gachagua ataweza kuwania urais, basi ni vyema wampigie Bwana Ruto, kwa sababu kwa upande wao wanaona Bwana Gachagua ni kiongozi mkabila na ambaye hafai ikizingatiwa na Bwana Ruto. Na kuna wale kwa upande mwingine wanasema kwamba ikiwa Bwana Gachagua ataweza kumuunga mkono kiongozi mwingine na awe na huo uwezo wa kuwarai wafuasi wake kumuunga mkono kiongozi mwingine, basi itakuwa vigumu sana kwa Bwana Ruto kurejea mamlakani. Kwa sasa kile ambacho kinaendelea katika nchi ya Kenya ni kwamba upande wa serikali ukiongozwa na Bwana Ruto unajaribu sana kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya maendeleo yale ambayo waliweza kuwaahidi wananchi ili kuwawezesha kurudi mamlakani, kwa sababu siasa za Kenya ni ngumu sana kusema kwamba kwa sababu umeweza kutekeleza maendeleo basi utapigiwa kura, ama haujafanya lolote basi hautapigiwa kura. Naam. Mr. Agweo, tukushukuru sana, asante kutokea kwa Nairobi nchini Kenya, asante kwa kuungana sana nasi. Karibu sana, wasalimu wa Tanzania. Asante. Huyo ni Agweo Collins ambaye ni wakili na mwanasheria kutoka kule nchini Kenya na mchambuzi wa masuala mbalimbali ya kitaifa na kimataifa kama tumezungumza naye, na hasa akielezea kwa namna ambavyo Kenya ilivyo. Kwa hiyo haijalishi kule wewe umejenga mashule, umefanya manini, lakini kuna namna amezungumza Agweo, kuna mambo kama mawili. Muda mwingine kuna chuki tu kwamba watu huyu hatumtaki aweze kurudi pale, lakini jambo lingine sio kabila langu. Kwa hiyo tunapaswa tubadiliki sana Afrika Musa, baadhi ya maeneo tunapaswa tubadiliki sana, lakini tumefika mbali katika maeneo mengine unaweza kukuta watu wanangangania chama, vyama, wapo yani kila sehemu na nani yake. Unaweza ukaona Kenya hawana sana masuala ya chama. Kwa hiyo kwingine ni chama, kwambia kwamba chama changu. Haijalishi kwamba anateseka, anaumia, hana maendeleo, hana chochote, lakini kuhakikisha kwamba mtu ambaye anatoka kwenye chama chake. Sasa ukiangalia wa Kenya wanabadilika kadiri ya muda unavyokwenda. Agweo ametaja masuala mawili hapo. Kenya waangalie muda mwingine maendeleo tu. Kwamba huyu anaweza akaleta maendeleo lakini atokee kwenye kabila langu.